BW Media, stay informed. Jifunza kanuni hizi na zitakusaidia kuelewa unabii vizuri. Unaposoma Danieli na Ufunuo utajifunza na utaelewa, kwa sababu umejifunza zile kanuni za msingi za kuelewa unabii ambao umetumia kwa lugha ya ishara, vidokezo na tamithali za semi. Jambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa BW Media, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima. Ni matumaini yangu ubuheri wa afya na unaendelea kuona mibaraka ya Mungu kila siku panapokucha. Karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi, na leo tunaendelea na somo la 12 juma hili, tukiwa tunaangazia katika robo ya pili ambayo lesson yetu ilikuwa inasema vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Nikukaribishe tena katika somo la 12. Tutakuwa na somo zuri linalozungumzia watangulizi. Ni watangulizi gani hawa wanaozungumziwa katika lesson ya juma hili? Karibu ungane nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na leo studio hapa nitakuwa na wachambuzi wangu wa masuala ya imani. Nitakuwa na ndugu Mgisha Edwin, nitakuwa na ndugu Devi Mwakilema, lakini pia nitakuwa na daktari Martin Maduhu. Hawa wote watatuchambulia kwa uzuri kabisa mada yetu hii ya juma hili. Na tunapoendelea mbele, fungu la kukariri tutakalo kuwa nalo juma hili linapatikana katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 1 na ule mstari wa 7. Inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Karibu mpenzi mtazamaji, utakuwa nami mtangazaji wako Miriam Mwesau. Na kabla tujaanza kipindi chetu, tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mungu na Baba yetu mkuu kwa ajili ya ulinzi wako. Umekuwa pamoja nasi, umetulinda siku zote na umetukutanisha tena siku ya leo. Jina lako litukuzwe. Tunapoenda kufungua maandiko yako matakatifu, tunaomba Roho wako mwema akaendelee kuwa pamoja nasi, akitubidisha na kutufundisha yale yanayotupasa kwa ajili ya uokovu wa maisha yetu. Tunajikabidhi kwako sasa, endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, kwani tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo, amina. Na ombi hilo sasa, mpenzi mtazamaji, ndilo linalotupa kibali cha kuanza kutembea katika lesoni yetu hii moja kwa moja. Na niwakaribishe sana, karibuni sana, nimefurahi kuwaona siku ya leo. Na tunaendelea na somo letu zuri kabisa, somo la 12. Natumaini somo la 11 mpenzi mtazamaji aliweza kubarikiwa sana na somo lile. Tulikuwa na somo zuri kabisa. Na leo sasa, ndugu Mgisha, tunapoendelea na somo letu hili, unaweza kutupitisha kidogo katika utangulizi, tuone ni vitu gani hasa tunavyoweza kuviangalia katika lesoni yetu ya somo hili watangulizi, na hasa ukitufafanulia kidogo picha inayoonekana pale na vitu tutakavyoenda kuviangalia katika lesoni. Karibu. Asante ndugu mtangazaji, na tupo katika somo la 12 ambalo lina kichwa kinachosema watangulizi, na mpaka sasa tumekusha kupitia kanuni kadhaa za kufasiri hizi ishara ama vidokezo ama tamathali za semi, na tumegundua ya kwamba unapokutana na vidokezo ama ishara ama tamathali za semi eneo katika Biblia, kabla haujaanza kuifasiri kwamba inamaanisha nini, inakupasa urudi kuangalia kwamba imetumika wapi kwa mara ya kwanza katika Biblia na ilipotumika ilimaanisha nini. Na utakapokuwa umeweza kuelewa, utaweza kuwa na picha halisi ya kwamba pale ilipotumika sasa ilimaanisha nini. Na leo tunakwenda kuangalia mgogoro wa ibada kama ulivyoonyeshwa katika vidokezo na tamathali za semi pamoja na ishara. Na leo tutakuwa na mifano miwili. Mfano wa kwanza itakuwa ni sanamu ya Nebukadneza katika Danieli 2, na pia tutakuwa na mifano ya kanisa la awali la Wakristo. Na katika mambo haya mawili tutaona kitu ambacho kinafanana, ya kwamba mwanadamu katika juhudi za kutaka kujitawala mwenyewe
atafika mbali kiasi cha kutaka kuwaangamiza wale ambao wanakuwa hawatii lile agizo lake ama matakwa yake ya kutaka yeye kuabudiwa. Na tutakuja kuona ya kwamba wale wote ambao wanakuwa wanakwenda kinyume na maagizo ya yule mwanadamu anayetaka kuabudiwa akiwa kama ni wakala wa shetani, tutaona kwamba wakitishiwa kufa. Na sio tu kutishiwa kufa, wako baadhi ambao kweli wamepoteza maisha kwa sababu hiyo. Lakini lengo letu ni lile ambalo linaonekana pale kwamba usiogope. Lengo la kusoma haya ni kwamba tuweze kujua ya kwamba tunakoelekea pale katikati ya ujio wa Yesu na hapa tulipo kutakuwa na vipindi vingi vya mateso ambavyo watu watakuwa wakitishiwa kuabudu kinyume na Mungu na watatishiwa kifo. Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba Mungu mwisho wa siku atauleta ushindi. Kwa hiyo katika somo la leo tutaona kwamba watangulizi wetu walipitia changamoto kama hizo lakini walisimama, na sisi tujiandae kwamba zitakapokuja changamoto kama hizo tuweze kusimama. Asante. Naam, asante sana ndugu Mgisha kwa utangulizi huo mzuri kabisa. Na sasa naona ameshatupa hatua ya kwanza kuendelea kuzipiga hatua zetu katika somo hili la 12. Daktari, tunapoendelea mbele, kitabu hiki cha Daniel sura ya 2 katika mfululizo wa masomo yetu yaliyopita tulishakiangalia kwa namna yake. Sasa na leo naona mwandishi amekileta tena tuweze kupata mambo mengi zaidi katika kitabu hiki cha Daniel sura ya 2. Unaweza kutuambia sasa ni kwa namna gani kitabu hiki cha Daniel sura ya 2 kinaweza kikatumika na kikawa ni njia ya kihistoria ya kutafasiri Biblia na unabii? Naam, asante. Danieli sura ya 2 tuliangalia vyema kule nyuma katika masomo yaliyotangulia katika mataifa sehemu ya 2, kitabu cha Danieli sura ya 2 na sura ya 7. Leo tutakwenda kuangalia Danieli sura ya 2 katika namna ya kufasiri unabii kwa njia ya historia. Hivi vitu viwili huwa vinajaza kwa kitu kienzake. Unabii unathibitika kwa historia. Historia inapothibitisha kwamba ni kweli, ndipo tunagundua kwamba kumbe yaliyotabiriwa yalikuwa ni kweli na amini. Nikukaribisha sasa katika Danieli sura ya 2. Endapo ulipitwa na masomo ya kule nyuma, tulia tu kwa utulivu, tutaweza kwenda sambamba. Naam, Danieli sura ya 2 tunakutana na sanamu ya aliyoiota Nebukadreza, huku ikitoa taswira katika historia kwa vipindi mbalimbali vya ulimwengu. Katika masomo yaliyotangulia katika mataifa sehemu ya 2, habari ya Daniel sura ya 2 na sura ya 7 ilielezewa kwa uzuri zaidi. Leo tutakwenda kuangazia sasa ni kwa namna gani historia ile ilivyoweza kuonekana na kuweza kuletwa katika mazingira yetu hivi leo. Vipo vipengele vikuu vitatu ambavyo tutakwenda kuangazia katika Danieli hii sura ya 2 na historia katika ufasiri wa unabii. Kipengele cha kwanza ni kwamba unabii huenda sambamba na historia. Historia inapothibitisha kwamba ni kweli, ndipo unabii unaweza kuonekana hakika uliweza kutukia. Kwa vipindi ambavyo vilionekana katika Danieli hiyo sura ya 2, vipo ambavyo tayari historia imeweza kuvithibitisha hivyo, na vipo ambavyo historia kwa baadaye itaweza kuthibitisha. Sasa kitu cha pili cha pekee ambacho tunaweza kujifunza katika Danieli hiyo sura ya 2 ni lile fungu la 43 ambalo ndipo tutajikita kuangazia hivi leo. Nitalisoma Danieli 2:43 ambalo neno la Mungu linasema, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Kwa nyakati tofauti tofauti, wakati wa vita ya kwanza ya dunia, kabla ya pale Wajerumani na Waingereza walikuwa na muunganiko mzuri sana. Hii ikapelekea hata wakaweza kubadili jina ambalo liliweza kuwa likitumika kwa pale mbele. Sasa lakini licha ya mwanadamu kuchanganyikana hivyo, sote kuwa ni mashahidi, wakati mwingine waga hata katika maisha ya kawaida kabisa tunasema kwamba tukikuwa na ushirikiano mzuri, tukishikamana vema, mambo yanaweza kuwa mazuri, lakini mwisho wa siku yanaharibika. Hii yote ni kuonyesha kwamba hata kama tutachangamana vipi, tutakuwa na letu moja vipi, lakini mwisho wa siku unabii lazima uje uweze kutimia, kwa kuwa mwanadamu hawezi kwa utashi wake, kwa mantiki yake kuweza kujitawala. Sasa katika Danieli hiyo
2 na lile fungu la 43 likatupeleka mbele zaidi kuweza kuona ni kipi basi kilichotumaini. Ukikumbuka fungu letu tuliloliona la Timotheo wa pili ile sura ya 1 na ile fungu la 7 ni kwamba sio waoga. Roho ya uoga hatukupewa kutoka kwa Mungu. Ukiona hivyo ujue kuna sehemu inakotoka. Ni wapi? Ni kwa shetani mwenyewe. Ni wapi? Ni kwa mawazo yetu ambayo wakati mwingine shetani huwa anayaingilia. Lakini kutoka kwa Mungu inatoka ujasiri uliowafanya wale watangulizi wa awali wa kuweza kushikilia imani na tumaini lao walilokuwa nalo. Tutawazungumzia kina Shadrach pale mbele, tutaangalia mitume, tutaangalia watu wa pale awali namna gani waliweza kwenda. Hivyo kutoka kwa Mungu inatoka nguvu, inatoka ujasiri na sio uoga. Sasa kitu cha tatu na cha pekee ambacho tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani historia hii ina mchango katika unabii, na si unabii tu bali hata matukio makubwa yanayoukumba ulimwengu huu, lakini kwa ukubwa zaidi hata katika maisha yako. Kumbuka kwamba mwanadamu na historia ni vitu visivyoweza kutenganika. Huwezi kusema mwanadamu bila gundua kule ulikotoka, na nitakupa nukuu 3 tutakuwa tumemaliza kwa upande wa Danieli hii inavyofasiri unabii katika historia. Kitu cha kwanza ni kwamba historia sio mzigo ambao upo katika fikra, bali inatoa mwangaza wa roho. Tunapoona historia tukaona matukio yale yalivyotokea, inatupa tumaini, inatupa mwangaza ya kwamba ule ufalme unaotajwa wa kurudi kwa Bwana Yesu Kristo utakaodumu milele ni tumaini ambalo tunalipata. Na kitu cha pili ni kwamba sisi sio watengenezaji wa historia, bali historia inatutengeneza sisi. Martin Luther King aliwahi kusema hivyo, we are not the makers of history but history makers. Ni Mungu mwenyewe ndiye anaratibu haya matukio. Mfalme Nebukadneza alivyoamua kujitengenezea sanamu ya dhahabu jumla, huku Mungu alimuonyesha ni kichwa peke yake, aliweza kuanguka. Kwa hiyo historia hii inatokea kwa ajili yetu. Ni Mungu mwenyewe ndiye anayeratibu, na ikiwa anaratibu basi ni kweli na hakika. Na nukuu ya mwisho ni kwamba historia inaandikwa na washindi, inaandikwa na mashujaa, na ndiyo maana tunalo tumaini wakatika Ufunuo anapouliza hao ni kina nani? Ni washindi waliotoka katika dhiki ile kuu. Unaweza ukawa nafasi nzuri, unaweza ukawa sehemu ya historia nzuri yenye kuvutia na ya kupendeza ya ufalme wa Mungu ambao utadumu milele na milele, lakini kwa historia, kwa matukio yaliyotokea kule nyuma, yanaweza kutuonyesha ni kwa namna gani ufasaha na ukamilifu wa Mungu katika unabii. Na mwisho kabisa ni kwamba mwanadamu licha ya kwamba kwa akili zake, kwa jitihada zake huwa ana ukomo katika kueleza mambo, lakini Mungu anaposema mimi niko ambaye niko, I am who I am katika ile kutoka, lakini anapokuja kuelezea alfa na omega inaonyesha ukubwa kiasi gani wa tumaini ambalo tumejengwa nalo katika Mungu. Mungu sio kwamba tu anajua, sio kwamba tu anaelewa, lakini ndiye anayefanya haya yote. Asante. Asante sana daktari kwa ufafanuzi wao mzuri kabisa. Umetupitisha vizuri katika kitabu cha Danieli sura ya 2. Tumeona namna gani tunaweza kufuata historia pamoja na kitabu hiki cha Danieli. Tumeona hapa ndugu Devi alivyokuwa anaelezea daktari hapa, tumeona ndoto ya Nebukadneza namna alivyofafanuliwa na ilivyokuwa. Tunaona aliambiwa yeye ni dhahabu ambayo ilikuwa ni kichwa, na tunaona hapa kuabudu sanamu. Katika historia, tunarudi sasa katika historia, tunaona Nebukadneza aliweza kutengeneza sanamu ya dhahabu tupu ili kusudi watu waweze kuiabudu. Unaweza kutupitisha na kutuambia ni kitu gani kilichopelekea hasa huyu mfalme Nebukadneza akafanya hivi na nini ilikuwa matokeo yake? Nashukuru. Kuabudu sanamu tumekwisha kuangazia katika kipande kilichopita ya kwamba mfalme Nebukadneza aliweza kuota ndoto, si ndio, ambayo aliota sanamu ya kutisha iliyokuwa na sehemu mbalimbali, na baada ya kuomba kutafsiriwa ndoto, Danieli kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliweza kuonyeshwa tafsiri ya ile ndoto, na katika tafsiri yake ilionyesha ya kwamba mfalme Nebukadneza alikuwa ni kichwa kile cha dhahabu, lakini baada ya hapo pia ile sanamu ilikuwa ina sehemu zingine, ilikuwa ina sehemu kama 5. Ilikuwa ina kichwa cha dhahabu, ikawa ina mikono na kifua cha shaba,
lakini pia ilikuwa na kiuno na mapaja ya fedha, miguu ya chuma na nyayo ambazo zilikuwa zimechanganyikana chuma na udongo. Baada ya kumuomba Danieli aweze kumtafsiria ndoto kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Danieli aliweza kumkumbusha ndoto ambayo alikuwa ameiota, lakini pia aliweza kumpatia maana. Ile sanamu ilikuwa ina sehemu kama 5. Ndio, ilikuwa ina kichwa cha dhahabu, ikawa ina kifua na mikono ya shaba, lakini pia ilikuwa ina tumbo na kiuno na mapaja ya fedha, lakini pia ilikuwa na miguu ya chuma pamoja na nyayo ambazo zilikuwa ni za chuma zilizochanganyikana na udongo. Lakini pia akamwambia kwamba mfalme, wewe kile kichwa cha dhahabu, na baada yako Waamedi na Waajemi watakuja kuchukua utawala wake. Hilo jambo mfalme Nebukadneza hakuweza kulikubali, kwa sababu kwanza alikuwa ni mfalme aliyekuwa na nguvu kwa kipindi kile, na dhamira yake ilikuwa ni kwamba aitawale dunia mpaka mwisho wa wakati. Ndiyo maana sasa katika kitabu cha Danieli sura ya 3 tunakuja kuonesha kwamba mfalme Nebukadneza anakuja kuchukua jukumu la kuipinga ile ndoto aliyokuwa ameiota kwa kutengeneza sanamu ambayo ilikuwa ina dhahabu mwili mzima. Tumeona ile sanamu ya kwanza ilikuwa na dhahabu kichwani peke yake, lakini akaja kutengeneza sanamu ambayo ilikuwa ni ya dhahabu mwili mzima, kiasi kwamba akiwa anamaanisha kwamba tangu mwanzo, lengo lake lilikuwa ni kwamba tangu mwanzo mpaka mwisho wa historia anataka kuitawala dunia. Lakini tumekwisha kuona kwamba unabii ni historia, na historia lazima itimike. Kigezo cha unabii ili uonekane ya kwamba ni unabii wa kweli, kigezo cha kwanza ni kwamba lazima utimie, lakini kigezo cha pili unadhihirika, yani yale yaliyotimia yanadhihirika kihistoria. Basi ndiyo maana kwenye kitabu cha Danieli sura ya 3 ukisoma kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 12, Danieli Nebukadneza anaamua kutengeneza sanamu na anawalazimisha watu waiabudu ile sanamu, waisujudie. Tunakuja kuona hapo ndipo walipotokea wale vijana mashuhuri, wale vijana waliokuwa na imani thabiti kwa Mungu wao, ya kwamba haijalishi ni mateso kiasi gani, haijalishi ni changamoto gani ambazo tutazipitia, ukilinganisha na fungu letu kuu au fungu elekezi, kwamba Mungu licha ya yote ambayo tunakutana nayo, bado Mungu hajatupatia roho ya woga, bali katupatia roho ya ujasiri, roho ya upendo na roho iliyokuwa yenye kiasi. Haijalishi ni shida nyingi kiasi gani tutakazozipitia, hatuwezi kuhamisha ibada, hatuwezi kuhamisha utukufu wetu kutoka kwa Mungu tukamuelekezea mwanadamu, bali anayestahili sifa, anayestahili ibada, anayestahili kuabudiwa ni Mungu pekee. Hawakuishia hapo. Anasema kwa kufanya hivyo hawakuwa wanatarajia mema tu kuwapata, yani kwamba hawakutarajia kwamba tunajua tukifanya hivi Mungu atatuokoa. Ndiyo maana wanakuja kusema kwamba sisi hapa hatuko tayari kuisujudia sanamu yako, hata kama kwa sababu tunajua Mungu atatuokoa, lakini hata kama hatatuokoa kwa wakati huu, bado atatuokoa hapo baadaye, kwamba hatuwezi kuabudu sanamu ambayo umeisimamisha. Tunapata pia somo lingine ambalo ni somo la pili katika kigezo cha kihistoria na unabii. Ukisoma kitabu cha Danieli ukianzia sura ya 1, inaonesha kana kwamba kitabu cha kwanza, sura ya 1 kinaonesha kana kwamba ni Mungu ameshindwa. Ukisoma kwa makini kwamba wana wa Mungu ambao ni wana wa Israeli, inaonesha kwamba wamekuja, wamevamiwa na ufalme wa Babeli, wamechukuliwa mateka. Lakini sura ya 2 inakuja kutuonesha kwamba ijapokuwa wakati fulani inaweza ikaonekana kana kwamba Mungu ameshindwa, lakini ukweli ni kwamba shetani ni adui aliyeshindwa tangu mwanzo. Kwa hiyo ndiyo maana unazidi kuona hata katika mwisho wa ile sanamu ambapo mjoli wa baba ameelezea kwamba lipo jiwe ambalo litakuja kuisaga ile sanamu vipande vipande, ambapo pia tutaangazia katika siku zinazofuata kwamba ilikuwa ina maana gani. Ninashukuru. Asante sana ndugu Devi kwa ufafanuzi huo kuabudu sanamu, na umeelezea vizuri namna Nebukadneza huyu alivyoibuka kiburi ndani yake. Ndugu Mgisha, unaweza kutupitisha hapo kidogo, tukidumu hapo katika kuabudu sanamu? Tumeona namna kiongozi huyu mashuhuri kabisa alivyotumia ile fursa ya kutafasiriwa ndoto na mtumishi wa Mungu Danieli, akaibuka na ukaidi ndani yake. Hivi unaweza kutuambia sisi hasa leo tunaweza kujifunza nini kutokana na ukaidi alioonyesha Nebukadneza? Karibu. Asante.
Jambo la kwanza tunaona ya kwamba katika Danieli 2 Nebukadneza anaongoka. Unaona? Maana baada ya kuwa amefasiliwa ndoto akagundua kwamba ana muda mchache wa kutawala, kisha atapisha, wataingia wengine kutawala. Na akamwamini Mungu, maana alikiri hadharani kwamba yule Mungu aliyeweza kufasili ile ndoto kupitia Danieli basi ndiye Mungu wa kuabudiwa. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba katika Danieli 3 anakuja tena kwenda kinyume na ile imani aliyokuwa amekwisha kuiamini, na baada ya hapo anaijenga ile sanamu ambayo ilikuwa ni dhahabu kuanzia kichwani mpaka kwenye vidole vya miguu, kuonesha kwamba anakaidi kile ambacho alikuwa amefunuliwa na Mungu. Tunaona ya kwamba wale ambao huwa wanakuja kupinga maagizo ya Mungu si watu ambao hawamfahamu Mungu, na si watu ambao hawajapokea maonyo ya Mungu, lakini huwa wanapuuza. Na wanapuuza kwa sababu pengine Mungu hatoi adhabu ya moja kwa moja wakipuuza, kwa sababu ya ule muda wa rehema ambao Mungu anawapatia. Kwa hiyo wanaona mbona kama Mungu hawezi kufanya kitu. Na ndio sababu tukaona katika lesoni iliyopita kwamba wengine wanashawishika kutoa hoja kwamba huenda Mungu hayupo. Ndio, lakini kama yupo basi hana uwezo wa kuingilia kati, si ndio? Lakini hii historia haikomei hapo. Tunaona ya kwamba hata baada ya kuwa amejenga ile sanamu, bado Mungu anampa nafasi ya kumkumbusha tena, maana wale vijana watatu wanakataa kuiabudu. Na wanapoulizwa kwa nini, wanahitaji sababu kwamba hawawezi kuipigia magoti sanamu kwa sababu wao wanamuabudu Mungu. Na huyu Mungu sio mgeni kwa Nebukadneza, ni Mungu yule yule ambaye Nebukadneza alimkiri katika sura ya 2. Lakini jambo la kushangaza pia pale kwa wale vijana ni kwamba hivi hawa vijana kwani si wangeweza kuigiza tu? Mwanisha anaeleza kwamba si wangeweza tu kuigiza kama wanafunga gidamu za viatu vyao, lakini hapana, wakasimama. Amekwisha kueleza vizuri ndugu David. Sasa kitu ambacho tunajifunza ni kwamba licha ya kuwa mwanadamu anaweza akajiinua kiasi gani kupuuza ule ukweli ambao anaufahamu, bado ule ukweli utakuja kumhukumu baadaye. Na tunajifunza ya kwamba Mungu anachokisema ni kweli na hakika, bila kujali kitachukua muda gani kutimia, lakini ni uhakika ya kwamba kitatimia. Kwa hiyo bila kujali ni muda gani unapita, jambo litatimia. Na jambo la pili ni kwamba licha ya kuwa kuna wakati wanadamu wanaweza wakahofia mateso, na tunahofia sana mateso, pengine kufa, lakini ni ukweli ni kwamba wale ambao walikuwa wakimfahamu Mungu kiukweli hawakuogopa, licha ya kuwa kuna wakati walikabiliwa na kifo, tena pengine wakiona ya kwamba huenda hapo usiwepo na msaada mwingine wa kuweza kuwasaidia, kama hawa vijana, ya kwamba ikiwa atatuokoa ni sawa, lakini ikiwa hatatuokoa pia ni sawa. Lakini je, katika maisha yetu sisi leo tunaweza kusimama imara kama hivyo, kwamba ni kweli yatakuja mateso, lakini wengi tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu tusaidie, tuepushie, lakini je, tutaweza kusimama hata katika wakati ambapo tunaona kama Mungu amenyamaza, wakati ambapo tunaona kwamba haya mateso yanakuja na hatuoni pa kukimbilia? Na jambo la mwisho la kusema hapo ni kwamba ukiangalia sababu ya Nebukadneza kutaka kuwaua hawa vijana ni kwa sababu hawakutii maagizo yake. Na tunaona ya kwamba kwa lengo tu la kumfurahisha mwanadamu ni rahisi sana kuepuka adhabu. Maana yake unaweza ukasema bana, sasa kwani nikimwabudu tu kwani hapa kuna shida gani? Lakini tunakumbushwa ya kwamba tunaitwa kusimama imara, licha ya kuwa kusimama inaweza ikatugharimu, lakini pia inaweza ikawa ina sababu nyepesi tu za kuweza kuiepuka, lakini tunaitwa kusimama imara, kwa sababu hata vitisho vya mwanadamu viwe vikubwa kiasi gani, mwisho wa siku historia kama ilivyofunuliwa itakuja kutimia, ya kwamba litakuja lile jiwe ambalo limetoka katika anasema limetoka mlimani, ambalo limetengenezwa pasipo kuwa na kazi ya mikono ya mwanadamu, ambayo itakuja kuisaga
ule falme zote ambazo zimewahi kuwepo, na mwisho Mungu atatawala milele. Kwa hiyo usiogope, ndio ujumbe wa lesoni ya leo. Asante. Asante sana ndugu Mgisha, umetuelezea vizuri kabisa hapo kuabudu sanamu. Lakini daktari, tunapoendelea tunaona kuabudu sanamu tena, na katika sehemu hii tumehusishwa hasa na Ufunuo sura ya 13. Karibu uweze kutufafanulia sasa ni kwa namna gani sasa amri za Mungu zinaweza kupambanishwa na amri za wanadamu, na kwa nini swala hili la kuabudu sanamu limeelezewa kuwa ni adhabu yake ni kifo. Karibu. Naam, asante. Kuabudu sanamu tena. Kuabudu sanamu kwa mara ya kwanza ilikuwa katika ule uwanda wa Dura wakati wa Shadrach, Meshach na Abednego, na kuabudu tena sanamu kwa mara ya pili itakuwa katika miisho ya ulimwengu huu, wakati sanamu sasa ile itasimamishwa na yatatoka maelekezo sahihi, maonyo sahihi na adhabu kwa yule ambaye atakaidi kuabudu sanamu. Kwa kifupi kabisa, kwa nini kuabudu sanamu tena? Sanamu ile ya mara ya kwanza, tufahamu kwanza, sanamu huwa inamaanisha kitu chochote kile unachokitumikia au kukisujudia. Katika Kutoka imeweza kuelezea katika amri zile za Mungu, usikisujudie wala kukitumikia. Sasa kwa sehemu ya kwanza katika kuabudu sanamu, yako mambo ambayo nahitaji tujifunze kwa haraka yatatuongoza katika kuabudu sanamu tena. Kitu cha kwanza ni kwa Nebukadreza. Uliuliza swali zuri kwanza pale mwanzo kwamba kwa nini Nebukadreza alitaka vile. Power is contagious, yani nguvu waga inaambukizwa na hatutaki kuipoteza. Hata kama katika maisha ya kawaida kiongozi anatamani kuwa kiongozi siku zote, tunasahau kiongozi ni dhamana tu. Vivyo hivyo kwa Nebukadreza alitamani kuwa vile mwisho. Sasa kwa Shadrach, Meshach na Abednego kipi tunakiona? Jambo la kwanza ni kwamba wakati ambapo kuna maelekezo yametolewa kwa bayana kabisa, maana mara ya kwanza mfalme alihisi labda hawajasikia, akayarudia tena kwamba msiposujudia mtachomwa, mtatupwa katika lile tanuru liwakalo moto, lakini hawakufanya vile. Mwisho utakapofikia, tamko litawekwa wazi kwamba usipopokea chapa ile ya mnyama hautoweza kuuza, hautoweza kununua. Je, utakuwa kama Shadrach, Meshach na Abednego? Sasa katika maisha yetu kuna ile kwamba nijifanye kwamba kama tuko pamoja, lakini kumbe moyoni mwangu namwamini Mungu. Hapana, kwa Mungu hiyo kitu haipo. Anahitaji uaminifu ulio kamili. Maana hata wakati macho ya watu wote anakuona au wakati hamna anayekuona, dumu kuwa mwaminifu. Hata kama ni kitu kikubwa vipi au kidogo vipi, dumu kuwa mwaminifu. Shadrach, Meshach na Abednego walisimama, hawakujaribu kufanya poka yoyote ile ili kuweza tu lile jambo lipite. Na kitu kingine ni kwamba wakati mambo yamekuwa makali, wakati vita ipo katika kilele chake, ndipo sehemu ya Mungu kujichukulia utukufu. Sasa Mungu anapotaka kujitwalia utukufu, iwe kwa kukuokoa wewe au pasipo kuokoa, baki upande wa Mungu. Ni mtihani mgumu sana, maana maonyo yanapokuwepo, adhabu inapokuwepo tena ya kufa, unaweza usisimame, lakini kwa kudumu kwa mwaminifu hata kwa kidogo, hata wakati watu wote hawaoni, ndivyo utaweza kuimarisha imani yako, na ndipo tutarudi kule kwenye nguvu inayotoka kwa Mungu. Sasa Ufunuo 13 na lile fungu la 15 ambalo neno la Mungu linasema kwamba akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kile kilichotokea kwa Nebukadreza, wote wasiosujudia. Sanamu hii ni ipi? Sanamu hii ni wakati ambapo huku chini katika utawala wa udongo uliochanganyikana na chuma, wakati ambapo dola itaweza kuingilia mambo ya kidini na atashikamana na kuwa kitu kimoja, litakapotolewa sasa lile tamko la kwamba pasipo kuipokea chapa ya Jumapili ambayo ndiyo chapa ya yule mnyama, hautoweza
kununua, hautoweza kuuza, hautoweza kuishi, utaweza kuuawa. Lakini kitu cha kipekee sana kinakuja kuonekana hapa kwamba licha ya hayo yote tunapaswa na tunaaswa kama wabeba nuru, kama Wakristo, kama waungwana kuweza kushikilia thabiti tumaini na imani ambayo ipo kwa Bwana Mungu wetu. Na tunapohama kutoka katika kuabudu sanamu, hapo kuna vitu ambavyo ni shauku yangu niweze kushiriki pamoja na wewe. Ile chapa unayoiona katika kitabu kile cha Ufunuo kimeonyeshwa katika sehemu mbili. Kuna ambao watatiwa chapa katika mkono wao wa kuume na kuna ambao watatiwa chapa katika paji la uso wao. Na hii inamaanisha nini? Katika mkono wa kuume inamaanisha kwamba wale wote ambao watakuwa wamepokea imani ya Kristo, imani ya Yesu ya kuishikilia Sabato. Kwa nini tunazungumzia Sabato? Tunazungumzia Sabato kama muhuri wa Mungu. Kwa nini kama muhuri? Kwa kuwa ilitumika kama ishara kule mwanzo, na inapokuja kuwekwa katika mioyo ya watu inakuwa kama muhuri wa Mungu. Sasa shetani anakuja na chapa yake, na chapa hii inapotiwa katika vipaji vya nyuso inakuwa kwamba wale wote ambao licha ya kwamba walisikia sauti ya Mungu, licha ya kwamba walijua wapaswa waenende katika Sabato, katika sheria timilifu, lakini bado wataendelea katika kumwabudu yule mnyama. Na ndiyo maana inatiwa katika paji ya uso wao kama utambuzi, lakini katika mkono kwa kuzidiwa na yale mateso, kwa kuzidiwa na kuto kununua vitu, watu wataweza kumsujudia yule mnyama. Sasa tufanye vipi tunapoona haya yote? Tufanye nini? Nikupe takwimu na historia kidogo kwamba kwa nini mnyama huyu atapewa tena, sanamu hii itatiwa tena pumzi iweze kunena. Ulimwenguni 31% ni Wakristo. Katika Wakristo hao, Waadventista wa Sabato, watu waliodumu katika sheria ya Mungu na imani ya Yesu, ni watu takriban milioni 20 pekee. Lakini hiyo asilimia nyingine 31, unazungumzia watu bilioni 2 na bilioni 1 na kitu hapo, wote ni Wakristo ambao hawapo katika taratibu hii ya sheria na Sabato ya Mungu. Sasa kwa sasa hivi tunapouelekea mwisho, liko vuguvugu la makanisa ya kuweza kuungana kwa kivuli kimoja, lakini angalizo hili lilitolewa kwamba hata watakapoungana, kiongozi wa Ukristo atakuwa papa ambaye ndiye amejipa yeye mwenyewe nafasi ya mwakilishi wa Yesu hapa duniani, maana anajiita hata baba. Na mwisho wa siku, mara baada ya muunganiko huo kuwepo, ndipo sasa itakuja ile amri ya kwamba wasiokuwa na chapa hiyo hakuna kuishi, hakuna maisha yatakayoendelea zaidi ya hapo. Tujipe moyo mkuu, tujipe tumaini lenye baraka kwa yale ambayo watangulizi waliweza kuyafanya mbele ya maelekezo na maonyo sahihi, mbele ya moto tena uliochochewa mara 7, walidumu kusimama. Na kitu cha ajabu, Mungu aliwaokoa na atawaokoa watu wake hata wakati wa kumsujudia huyu mnyama, kuabudu sanamu tena kwa mara ya pili. Asante. Naam, asante sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri, kuabudu sanamu tena. Ndugu Devi, tupe nyongeza katika sehemu hii. Tangazo hili litakapokuja tena kwa mara ya pili kwa kizazi chetu sasa, tunaweza kufanya nini ili kuweza kukabiliana na swala hili litakapokuja swala la kuabudu sanamu tena? Sisi katika kizazi hiki tunaangalia watangulizi walichokifanya, Shadrach, Meshach na Abednego, lakini sasa na sisi tunaweza kufanya nini inapotokea swala kama hilo? Karibu. Nashukuru. Kama ambavyo tumekwisha kuangazia katika vipengele vilivyopita kwamba unabii ni historia, na lakini pia sifa mojawapo ya historia ni kwamba kuna wakati huwa inajirudia. Mambo yote ambayo tumejifunza kutoka kwa watu wa Agano la Kale, ikiwemo ni Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel na watu wengine mbalimbali, yote ambayo waliyapitia katika kigezo kikuu au katika pambano hili kuu la ibada kati ya Mungu na mwanadamu, wao walituonesha ni namna gani mwanadamu anafaa aenende kwa kupitia kwa nguvu za Mungu.
Mungu aliwaongoza katika njia ambazo walizokuwa wakipita kwa sababu ya imani waliokuwa nayo. Je, ni namna gani wafanye ili kwamba ijapokuwa shetani ataonekana kushinda, wakazidi kubaki kuwa waaminifu kwa Mwenyezi Mungu hata utimilifu wa dahari. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, ukisoma ile sura ya 14, ukianzia ule mstari wa 6, wengi tunakuwa tunajiuliza sasa kwa nini hili swala linaonekana kama kuwa ni changamoto? Kwa nini hili swala linaonekana kama kuwa ni kiini cha Ukristo, kwamba kila tutakaposogea kidogo lazima tuingizie mambo ya ibada, kila tutakapokuwa tumeongea lazima tuingizie mambo ya Sabato, kiasi kwamba kuna wakati fulani watu wanasema wa Sabato wameishiwa injili, kiasi kwamba wanaishia kuhubiri kuhusiana na Sabato na mnyama, kwamba tunahubiri kuhusiana na Sabato na mnyama, tunaacha kumhubiri Yesu, tunaacha kumhubiri Mungu. Lakini nipende kukukumbusha ndugu mpenzi mtazamaji, ya kwamba tunapozungumzia Sabato tunazungumzia Mungu. Tunapozungumzia Sabato tunamtambulisha Mungu kama muumbaji. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 14 mstari wa 6, anasema kwamba yule malaika kwanza alisema kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imefika. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Kumbe yupo yeye ambaye amezifanya mbingu na nchi, ambaye kwake ndio inafaa itoke ibada. Aliyezifanya mbingu na nchi ni nani? Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3, inaeleza kwamba Mungu baada ya kuumba kwa muda wa siku 6, siku ya 7 alipumzika. Mungu muumbaji akaweka alama ya uumbaji kwa kupumzika. Haiishii hapo. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 anasema kwamba ikumbukeni siku ya Sabato na uitakase, kwa maana kwa siku 6 Mungu aliumba mbingu na nchi. Kumbe kiini cha mambo yote tunazingatia swala zima la ibada, kwa sababu kupitia ibada ndiyo inamtambulisha Mungu kama muumbaji. Sasa je, ni kwa namna gani, umeuliza swali, ni kwa namna gani sisi katika kipindi hiki cha mwisho tunaweza tukaishi katika nyakati hizi? Ni namna gani tunaweza tukawa waaminifu? Labda tu nipende kukutia moyo wa kwamba unapokuwa Mkristo, wapo Wakristo pia waliopita, unapokuwa Mkristo unaweza ukapitia mateso kama kawaida. Utapitia mateso kama kawaida, lakini haimaanishi kwamba kila Mkristo atayapitia. Lakini unapokuwa Mkristo, kumbuka ya kwamba utapitia mateso kama kawaida. Wakati fulani pia Petro alishakumuuliza hili swali Yesu. Yesu akamwambia, sasa ulivyokuwa ni kijana, unaweza unaamua unaenda wapi mwenyewe, lakini kuna muda utakapofikia watakufunga kamba na watakupeleka kule ambako wanataka wao na sio ambapo unataka wewe. Weka akilini mwako tu ya kwamba unapokuwa Mkristo, jiandae kwa changamoto yoyote ambayo inaweza ikatokea, na usijiandae kana kwamba katika ile changamoto Mungu anaweza akakuokoa. Sema ya kwamba either aniokoe au asiniokoe, nitazidi kuwa mwaminifu kwa Mungu wangu hata mauti, kama ambavyo vijana hawa Shadrach, Meshach na Abednego walikifanya. Ukikumbuka ya kwamba katika hiyo changamoto either akuokoe au asikuokoe, bado shetani anabaki kuwa ni adui aliyeshindwa. Bado hizi tawala za dunia ambazo kwazo zitakuwa zikikupatia mateso, lipo jiwe litokalo mlimani ambalo litakuja kuzisaga kama makapi na kupeperusha, na hilo jiwe ndilo litakalo dumu milele. Basi ni uchaguzi wangu, ni uchaguzi wako. Tuchague either tuungane na tawala za kidunia tuje tusagosagwe, ama tuungane na lile jiwe litokalo mlimani lililofanywa sio kwa kazi ya mikono ya wanadamu, tukapate kuishi. BW Media, stay informed. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena. Nipende kukushukuru kwa kudumu kwa pamoja nasi, na nikukumbushe tu kipindi hewani sasa ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, na tunaendelea na robo yetu ya pili kwa mwaka huu 2025, na tukiwa katika somo la 12 lenye kichwa kinachosema watangulizi. Tumeshaangalia kwa ufupi siku zilizopita, na sasa tunaendelea mbele na wachambuzi wangu hapa. Nikusihi tu mpenzi mtazamaji uendelee kwa pamoja nasi ukishika lesoni yako kwa uzuri kabisa, ili tuweze kwenda sambamba. Na ikiwa una maswali, una maoni, ushauri kuhusu kipindi hiki, usisite kututumia hapo chini, nasi tutakujibu na kufanyia kazi ili kuweka ufanisi katika kipindi hiki. Na sasa wachambuzi wangu, tunaendelea tukikumbuka tulipoishia katika habari ya sanamu ya Nebukadneza aliyoiota na ile aliyoitengeneza.
tumeshapitia na kuangalia hapo. Ndugu Mgisha, tunaendelea sasa katika mateso ya kanisa la awali. Tunaposoma historia, tunaona kanisa hili lilipitia vipindi tofauti tofauti, na kuna mateso pia yalitokea kwa watumishi wa Mungu. Karibu utupe habari pia ni kwa namna gani sisi leo tunaweza kupitia mateso haya, lakini ukiturudisha katika kitabu cha Matendo sura ya 12 pale kuna matukio kadhaa tunayoyaona ya siku za mwisho. Karibu utupitishe kidogo tuweze kuona ni vitu gani hasa tutakavyoweza kuvipitia kama kanisa la wakati huu. Karibu. Asante. Sasa tunahamia katika mfano wa pili, maana wa kwanza ulikuwa ni sanamu ya Nebukadneza, na tumekusha kuona namna ambavyo kuabudu sanamu itakuja kujirudia tena katika Ufunuo 13. Sasa tunahamia katika mfano wa pili wa mateso ya kanisa la awali. Tunaona ya kwamba safari ya kanisa la awali haikuwa safari ambayo haikuwa na vikwazo, lakini ilikuwa ni safari ambayo ilijawa na vikwazo. Tunaona ya kwamba wakati Ukristo ulipokuwa ukianza kushamiri, wapagani waligundua mapema ya kwamba watapoteza kile ambacho walikuwa wakikimiliki, kuanzia watu, lakini pia ushawishi, na pengine tunaona ya kwamba wangeweza pia kupoteza hata kile ambacho walikuwa wanakiita ni ardhi yao. Lakini tunaona ya kwamba wale wapagani walielekeza nguvu moja kwa moja ili kuweza kuangamiza lile kanisa tangu likiwa changa, na hapa ndipo tunaona mateso makali yalivyokuwa yakipelekea kuuawa kwa Wakristo wengi. Lakini pia tunakuja kuona ya kwamba mitume kadhaa walianza kuuawa, na tukianza na Yakobo ambaye aliuawa mapema kabisa. Tunaona katika Matendo ya Mitume 12 fungu la kwanza ya kwamba panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Tunaona ya kwamba akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. 3, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Tunaona ya kwamba mateso yalianza, na kwa nini walikuwa wanateswa? Ni kanuni ile ile ambayo tumeiona katika Danieli 3, ile iliyokuwa ikitokea pale katika uwanda wa Dula, ya kwamba yule mwenye mamlaka ambaye dhahiri mamlaka amepewa na mwovu Ibilisi, yeye anawashurutisha watu kufanya ibada kwa yule ambaye sio Mungu. Kwa hiyo wale ambao wanakataa kumwabudu kwa namna yoyote wanatangaziwa kwamba watauawa. Na ndipo tunaona ya kwamba Herode ambaye yeye mwenyewe akiwa amekalia kile kiti bila kufahamu ama kwa kufahamu kwamba anamuwakilisha shetani mahali pale, anaamuru mateso ya Wakristo. Na ndivyo tunaona ya kwamba Yakobo anauawa na Petro anatiwa kizuizini. Lakini jambo la kushangaza hapa ni kwamba licha ya kuwa ya mateso yalikuwa ni makali, hayakuweza kulifuta kanisa. Na ni jambo ambalo linatutia moyo ya kwamba mateso yanapokuja hayamalizi kanisa, ila yanalikuza kwa kasi. Maana ninaweza kufikiria ya kwamba katika kile kisa cha Danieli 3, wale watu wote wa Babeli siku ile waliongoka kwa sababu waliweza kumfahamu Mungu, kwa sababu ya mateso. Maana wale watu ambao walitupa kwenye tanuru afu ghafla hawaungui, na wale waliowatupa wao wanakufa, alafu wale waliotupa kwenye tanuru wanatoka wakiwa wazima. Ni nani ambaye hakusikia katika nchi ya Babeli? Na je, ni mataifa mangapi ambayo yalipata habari zile pale? Kwa hiyo utaona ya kwamba yanapokuja mateso yanaongeza kasi ya kutangaza injili na sio kumaliza kanisa. Na tunaona pia ya kwamba hata huyu Herode alipotangaza mateso hakumaliza kanisa kama ambavyo alikuwa akitarajia, lakini kanisa liliendelea kukua kwa kasi. Lakini jambo jingine la kushangaza hapa ni kwamba Petro anatiwa kizuizini, na pengine huenda ni kama ni usiku, yani kuwa nawaza huenda ukawa ni usiku wa mwisho,
maana Yakobo tayari ameuawa na yeye yupo gerezani. Lakini jambo la kushangaza, analala fofofo. Jambo la kushangaza sana. Ingekuwa ni wewe labda au ni mimi, ile ingekuwa ni kuimba nyimbo usinipite Mwokozi mpaka asubuhi. Lakini cha kushangaza ni kwamba Petro analala usingizi kiasi kwamba hata malaika anapofika anakuja kumpiga ili aamke. Tunaona ya kwamba hata katikati ya taabu, wale ambao wanamtumaini Mungu wao hawateteleki. Na jambo la mwisho nao ni tuone kile ambacho kinatokea pale, ya kwamba Yesu alipomwambia Petro, alipouliza kuhusu habari ya mustakabali wa maisha yake baada ya kumfuata Yesu, yeye aliambiwa ya kwamba sasa hivi wewe ni kijana, una nguvu, unaamua nini cha kufanya mwenyewe, lakini uko wakati ambao utakuwa mzee na utafungwa kamba, utafanya kile unachoambiwa na utapelekwa kule unakotaka wao na sio wewe tena. Tunaona ya kwamba hii ilikuwa inaonesha alama za Ukristo, ya kwamba Ukristo sio tu kutegemea mema kila wakati, lakini kuna wakati ambapo yatatokea mabaya, na hata yatakapotokea mabaya hatupaswi kukata tamaa, kwa sababu Mungu yupo kututia nguvu, ya kwamba hata tujapokufa katika ulimwengu huu atatufufua tena katika ule, ili tuende naye katika ulimwengu ule ujao. Lakini ninapohitimisha hapa, tunaona ya kwamba hawa ni watangulizi wetu waliotangulia, ambao walipitia mateso kwa sababu ya imani yao. Hawajakamilishwa bado. Tuko sisi ambao tunaishi hivi leo, tunatarajia tena jambo lile lile kama la watangulizi wetu, ya kwamba mateso yatakuja tena. Lakini habari njema ni kwamba hata yatakapokuja tena hayatamaliza wale wanaoamini, lakini ndipo yatachochea injili kiasi kwamba itafahamika. Wewe unaweza ukawa unafahamu, unaweza ukawa unaelewa sasa hivi ya kwamba ikitokea tukio moja Tanzania kama ni baya, linaweza kusikika duniani ndani ya saa moja tu. Fikiria, je, haya mateso yakianza kutolewa katika dunia nzima, je, ni kona gani ya dunia ambayo haitasikia ya kwamba wako watu wanauawa kwa jina la Mungu? Na je, injili haitakuwa imefika ulimwenguni kote? Na je, kazi haitakuwa imekamilika? Tusiogope, tujipe moyo. Asante. Asante sana ndugu Mgisha kwa ufafanuzi huo mzuri, na umemalizia kwamba hata kama mateso yakiwa makali tusiogope, lipo tumaini. Na kushukuru sana. Na tunapoendelea sasa, daktari, karibu tupe nyongeza katika sehemu hii. Bado tunadumu kuwa hapa katika mateso ya kanisa la awali. Karibu tupe nyongeza katika sehemu hii, hasa na sisi katika kipindi hiki tunaweza kujifunza nini kwa wale watangulizi waliopita, na sisi leo tufanye nini? Karibu. Naam, mateso ya kanisa la awali. Kanisa la awali limepitia vipindi vingi sana. Leo hii tunasema tu kanisa teule la Mungu, lakini waliotangulia walipitia mateso makali sana. Sasa kwa nini tunajifunza habari hizi za mateso? Hatujifunzi ili tuweze kuogopa, tuingiwe hofu na tuanze kuona kwamba itakuwaje, lakini tunajifunza haya yote ili tuone ni uwezo kiasi gani wa nguvu tunayoipata kupitia Kristo Yesu unavyotuwezesha kustahimili mateso haya makali. Wote waliokumbana na kadhia hii ya mateso, wimbo wao wa mwisho wakati wanatamatisha maisha yao, walikuwa wakifurahi, wakishangilia. Tunamwangalia Stefano, alifungua mikono yake akitazama juu akiomba. Kina Jerome, kina Hus, kina nani, watu wengi waliopitia mateso haya. Sasa kwa habari ya Petro na kwa habari yetu sisi hivi leo, tunawezaje kustahimili mateso ya namna hii? Iko namna ambayo tunaweza kufanya ili tustahimili haya mateso ambayo yatautukia ulimwengu huu. Kisa cha Petro wakati ambapo kifo chake kinatabiliwa na Kristo, ilikuwa kwamba kwa sasa hivi unafanya ulitakalo, iko muda ambayo hautofanya, watakuchukua hata kufunga miguu. Na historia inatuambia kwamba Petro aliuawa akiwa ameangikwa kichwa chini, miguu juu, akipigwa na mateso makali. Yakobo aliyetajwa katika Biblia ndiye kifo cha mtume pekee aliyeelezwa katika Biblia. Wengine hawajaandikwa, ila historia zipo zinasema
Paulo aliweza kuuliwa kwa mateso makali na kisha kukatwa kichwa. Watu wengi kina Andrea, kina nani, wote waliweza kupitia mateso makali. Hata kanisa lile lililopitia kile kipindi cha miaka 1260 nao waliweza kuteswa, damu ziliweza kumwagika. Lakini kwa upendo ambao uliodumishwa katika Kristo peke yake, ndiyo namna pekee ya kustahimili mateso haya. Paulo anapoandika kwamba nijapo kufa kwangu ni Kristo, yani mpaka ule upendo wa Mungu utakavyokuwa umeingia ndani yetu kikamilifu, tukaweza kujisalimisha kwake yeye, hata kifo kinapokuja, ikiwa ni mwisho wa maisha ya mwanadamu, tunaweza kukipokea kwa furaha. Kifo hakiwezi kuzoeleka, hatuwezi kukipokea kwa furaha. Mateso haya yanapokuja hayawezi kuonekana kustahimiliwa ikiwa upendo wetu kwa Mungu unapungua. Na nikukumbushe tu, kabla Yesu hajamwambia Petro kwamba utauliwa, kuna muda watakukamata, kule nyuma aliweza kumuuliza, je, wanipenda, je, wanipenda, je, wanipenda, mara 3. Na kila mara Petro alikuwa akifanya vile. Ukumbuke ndiye aliyemkana Yesu pale nyuma, lakini safari hii anakuja anasema, Mungu anamwambia lisha kondoo wangu. Na wakati kifo kinamfikia, mateso anapomfikia, aliweza kustahimili na kuweza kusimama imara. Kwetu tunaotarajia mateso ambayo yatatukia pale baadaye, tudumu katika kutazama pendo la Kristo. Tumkabidhi yeye ule mzigo mzito, mzigo wa mwili utumikishao mwili na kupatia mwili maumivu, na kwa haki na damu ya Kristo katika mateso ya namna hiyo, kanisa litaweza kudumu, limesonga mpaka leo lipo kanisa la Mungu. Na mwisho, wakati ambapo alama ile ya mnyama, wakati itakapokuwa imetolewa katika somo linalofuata, kwa uzuri tutaiangalia, tutaweza kustahimili katika pendo la Kristo. Asante. Asante sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa, mateso ya kanisa la awali. Naamini mpenzi mtazamaji, kufikia hapo utakuwa kuna jambo ambalo umelipata kuhusiana na somo letu hili la watangulizi, somo la 12. Na tunaendelea kusonga mbele, ndugu Devi. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13, tunakutana pale na alama ya mnyama imeelezewa kwa uzuri kabisa. Unaweza kutupitisha kuona ni alama gani hii inayozungumzwa hapa? Maana kuna baadhi ya watu wanaweza kujua kwamba ni alama inayoonekana, tutawekwa mnyama pale kachorwa, lakini hebu tuambie ni maandiko yanatuambia nini kuhusiana na swala hili, na pia uje utupitishe ukituambia ni swala gani ambalo lilisababisha au lilipelekea viongozi wa dini kutaka kumuua Kristo wakati alipokuwa hekaluni. Karibu. Asante. Alama ya mnyama, hapa ndipo penye kiini kikuu, naweza nikasema ndipo penye kiini kikuu cha somo letu la siku ya leo. Tunaenda kuangalia, tumeanza tokea mwanzo, tumemwangalia Nebukadneza katika kitabu cha Danieli sura ya 2, lakini pia tumeangalia Danieli sura ya 3, lakini pia tumeangalia mateso kwa kanisa la awali, lakini wasahau tena tunaenda kuangazia juu ya alama ya mnyama. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kianzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 11, lakini mstari wa 15 anaelezea kiundani kwamba kuna kitu kuhusiana na alama ya mnyama. Si 13 tu, lakini pia kitabu cha Ufunuo sura ya 14 ukianzia mstari wa 7 mpaka wa 9 pia anaelezea juu ya hii alama ya mnyama, lakini pia anaelezea na ghadhabu ya Mungu kwa wote watakao kubali kuisujudia hii alama ya mnyama. Labda wakati fulani, najua tumekwisha kusoma hili katika masomo yaliyopita, labda tujikumbushe kuhusiana na alama ya mnyama. Tunaweza haitakuwa na tutashindwa kuelewa kwamba kuna nini tufanye ikiwa tumeshindwa kuelewa alama ya mnyama. Ndiyo wengi wamekuwa wakisema kwamba alama ya mnyama labda ni sanamu fulani itachongwa, kama ambavyo ilichongwa enzi za Nebukadneza na watu kuweza kuiabudu. Lakini pia wengine wanaamini kwamba labda wakati fulani hawa watu katika vipaji vya uso, yani katika vipaji vya nyuso zao wanaweza wakawa wamewekewa aina fulani, labda wakati fulani tunafikiria tutaona namba au tarakimu 666 kwa kuziangalia hivi. Kwa hiyo zimekuwa zipo maana mbalimbali. Lakini pia wengine wanaamini kwamba alama ya mnyama labda ni mateso, wapo wanaoamini hivyo.
Mwandishi pia anaelezea kwamba watu hao kufikia sasa wamekwisha kukata tamaa, maana wamesubiri kwa muda mrefu mateso kuweza kutokea, lakini hayajaweza kutokea. Kwa hiyo huko mtafaruku, lakini labda nipende kukumbusha jambo moja ya kwamba alama ya mnyama hutaweza kuijua kama hujaweza kuijua alama ya Mungu. Kwa maana sote tunafahamu ya kwamba kila ambacho Mungu amekuwa akifanya, shetani amejaribu kutengeneza kitu ubandia wake, au amejaribu kukopi kutoka kwa Mungu. Basi moja kwa moja kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ukianzia mstari wa 1 kinamtambulisha Mungu kama muumbaji. Si hivyo tu, pia kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8, Mungu pia anaelezea kwamba yeye kwa sababu aliumba, na kwamba tuweze kujua kwamba yeye ndiye muumbaji, aliweka alama ya pumziko kuashiria kwamba alipumzika baada ya kazi ya uumbaji. Si hivyo tu, kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 kinaelezea. Hatujaishia hapo, kitabu cha Ezekieli sura ya 20 mstari wa 20, maandiko matakatifu yanasema, naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati yangu mimi na ninyi. Kumbe Mungu mpate kujua kuwa mimi ndiye Mungu niwatakasaye. Ishara au alama kuu iliyopo itakayotutambulisha kwamba sisi ni wanadamu, yuko muumbaji wetu ambaye alituumba sisi, ni Mungu. Na ishara hiyo tunaweza tukaitambua kupitia pumziko au kupitia siku ya ibada ambayo ameiweka, yani tunazungumzia sabato. Moja kwa moja tunakuja kutambua kwamba sabato ni mfumo mzima wa ibada inayokubaliwa ambayo Mungu mwenyewe aliiweka mara baada ya kuweza kukamilisha tendo lake la uumbaji kwa muda wa siku 6. Tunapata mpaka hapo tunakuwa tumepata maana halisi ya alama ya Mungu ambayo ni au ishara ya Mungu. Shetani kwa sababu anahitaji ibada, shetani kwa sababu naye anahitaji kuchukua nafasi ya Mungu, kama ambavyo tuliangazia kwenye kitabu cha Isaya, tukaangalizia kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 28, pia naye akaja akatengeneza alama ya kwake. Ndiyo maana hii alama ya kwake inatambulikana kama alama ya mnyama. Kwa hiyo kwa wakati fulani tumekuwa tukichanganyikiwa, tumekuwa tukisema labda tukihisi kwamba alama ya mnyama huwa tunasema ni Jumapili. Ni sahihi katika mantiki ya kawaida kwamba kwa sababu Mungu aliweka siku ya Sabato ambayo ni Jumamosi kuwa kama ishara ya uumbaji wake, shetani pia akaja kuiweka Jumapili kama siku ya ibada kwake. Ni sahihi. Je, vipi ambao wanasali Ijumaa? Vipi ambao wanasali Alhamisi? Tunaweza tukawatemwa watu wapo katikati kwamba hawapo kwenye alama ya Mungu au alama ya mnyama kwamba wapo katikati? Hapana, bali tunasema kwamba kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 7 anasema kwamba umeanguka Babeli, mji ule ulio mkuu, nao umekuwa ni machafuko na maskani ya kila ndege na vitu kama hivyo. Kwamba taratibu zote za mfumo wa ibada ambazo haziafikiani na utaratibu ambao Mungu ameuweka unatambulikana kama ni alama ya mnyama, japokuwa hao wote mwisho wa siku watakuja kuungana siku moja na kuweza kufanya ibada katika siku ya Jumapili kama ambavyo tumekwisha kuangazia. Sasa wakati fulani Yesu Kristo alituonesha namna ya kuweza ni namna gani ya kuenenda katika ishara ambazo ametupatia, au ni namna gani ya kuweza kuishika Sabato, kitu ambacho pia kiliwachanganya hata wale watu ambao walikuwa ni Mafarisayo na walimu wa kale, kiasi kwamba wakapanga njama ya kuweza kumuua, kwa sababu namna mapokeo ambavyo waliokuwa navyo kichwani na jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuja kuwaonyesha namna sahihi ya kuenenda vilikuwa ni vitu tofauti. Yesu Kristo ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 12 ukianzia mstari wa 9 mpaka wa 14, lakini pia ukija kusoma kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 1 mpaka mstari wa 16, unaangazia namna ambavyo Yesu alienenda katika siku ya Sabato. Anaonesha kwamba wakati fulani alimponya mtu fulani ambaye alikuwa anaumwa, lakini pia aliweza kusaidia wenye uhitaji, jambo ambalo liliwafanya wale watu watilie mashaka, kwa nini unafanya hivyo? Lakini Yesu Kristo akawakumbusha ya kwamba nyinyi hapo mnasema hivi, sihitajiki kumponya mtu, au kwa lugha nyingine sihitajiki kutenda yale yaliyo mema katika siku ya Sabato, katika siku ya ishara kati ya Mungu na wanadamu. Je, wakati huo nyinyi ng'ombe wenu au kondoo wenu akidumbukia katika kisima mmekuwa mkimtoa siku ya Sabato? Hii inamaanisha nini? Yesu anakuja kudhihirisha ya kwamba alama yake haiishii tu kuitambua kwamba Sabato ni siku yake ya ibada, yani kwamba kujua kwamba Sabato ni
Jumamosi ni siku ya ibada ukaenda kusali, bado inakuwa haitoshelezi kuleta maana halisi kwamba hiyo hapo ni alama ya Mungu, bali mfumo mzima wa maisha yako tunatambua ya kwamba wewe ambaye ni Mkristo, maisha yako yote ni ibada. Namna ambavyo unaenenda, hautakiwi kuwa Mkristo wa siku ya Sabato, yani kwamba siku ya Jumamosi unaenenda sawa sawa, lakini katika mitindo mingine ya maisha unaungana na Babeli. Yesu Kristo anakuja kutuonyesha kwamba katika maisha ambayo tunayaishi, tunapozungumzia swala zima la ibada kwa Wakristo, hatuishi kwenda kanisani siku ya Jumamosi, bali katika taratibu zote za maisha tunazozifanya tuhakikishe tunafanya yale ambayo yanampendeza Mungu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunamtambua ya kwamba Mungu ndiye muumbaji wetu na yeye pekee ndiye aliyetuumba. Nashukuru. Asante sana ndugu Devi kwa ufafanuzi huo mzuri. Tumeangalia alama ya mnyama na tumeweza kuelewa, na lile swali lilokuuliza ni vitu gani, ni swala gani lilopelekea wale watu wakataka kumuua Yesu, umelieleza kwa uzuri kabisa. Ndugu Mgisha, tunapoendelea kupiga hatua zetu za mwisho kabisa kuelekea somo hili la 12 kumaliza, karibu utupe kwa ufupi tu kama unanyongeza katika sehemu ya alama ya mnyama, lakini pia utuambie matumizi maishani. Hili somo tulilojifunza juma hili, watangulizi, tunaweza kulitumiaje katika maisha yetu, hasa sisi tuliofikiwa na miisho hii ya ulimwengu? Karibu. Asante. Na amekwisha kueleza kwa undani mchambuzi aliyetangulia hapa ndugu David, lakini kitu kimoja ambacho ningependa kuongezea katika habari ya alama ya mnyama ni kwamba kuna baadhi ya watu wanaweza wakaona ya kwamba kuuawa kwa sababu ya amri moja kwamba ni jambo lisilokuwa na kama halileti mantiki, lakini msingi ni ibada, kama alivyokwisha kueleza ya kwamba shetani anataka kuabudiwa, ndivyo kinyume na Mungu, lakini yeye kwa sababu hastahili kuabudiwa anashurutisha watu kumuabudu, na wale ambao wanakataa kumuabudu moja kwa moja wanaangukia kwenye mateso. Imekuwa hivyo tangiapo na imejidhihirisha mara nyingi, na ndiyo maana tumechukua mifano miwili ya muhimu ya katika Danieli 2:3 na katika hii habari ya hawa Wakristo wa awali, na tumeona pia katika Ufunuo 13 ambapo kunazungumzia alama ya mnyama. Na mpaka katika nukta hii tunaelewa ya kwamba ndiyo mzunguko wa mateso unavyokuwa, ya kwamba shetani anataka kuabudiwa kwa sababu hastahili kuabudiwa, maana yeye sio muumbaji, yeye sio mpaji wa chochote, yeye ni kiumbe kama sisi tulivyoumbwa, anashurutisha kimabavu ili kuabudiwa. Na ndipo tunaona kwamba wale wanaomuabudu ni kwa sababu moja, walikwisha kuungana naye kwa chaguzi zao, lakini mbili, wanaungana naye kwa sababu wanaogopa kuuawa, na ndio wale wanaopokea ile chapa katika mkono wa kuume, maana wanashurutishwa kupata kumuabudu. Kwa hiyo wale wanaokataa basi ndio wale ambao wanapata mateso. Lakini jambo jingine ni kwamba wale ambao wanachagua kumtii shetani na kumuabudu, wao wanakwenda kukutana na adhabu ya Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo ni swala la kuchagua. Je, uko unakwenda unataka kwenda kuadhibiwa na nani? Maana ibilisi atawaadhibu wale ambao hawamfuati Mungu, lakini Mungu amekwisha kuiandaa ghadhabu kwa wale ambao watakwenda kupokea alama ya mnyama. Kwa hiyo nipende kuhalika ndugu mtazamaji ya kwamba upate kumchagua Mungu, kwa sababu usimuogope mwanadamu ambaye yeye aweza kuua mwili, hawezi kuua roho. Maana wale ambao walikufa wakimtetea Mungu wanatumaini ya kwamba watafufuka na watapata uzima wa milele. Lakini habari gani wale ambao watakufa kwa sababu watakuwa upande wa shetani? Watakapokufa watapotea milele. Ni kualike ya kwamba umchague Mungu na usimame katika upande wake. Tunapohitimisha somo hili la leo, ukapate kuwa tayari umechagua vema ya kwamba hata kitokee nini,
wewe utasimama upande wa Mungu. Hata mateso yaje kiasi gani, wewe simama upande wa Mungu, kwa sababu mwisho wa safari utapata kushinda. Asante. Asante sana ndugu Mgisha, umetupa tumaini la pekee kabisa katika maisha yetu haya tunayoishi. Daktari, kwa ufupi tu, ili somo tunaweza kulitumiaje katika maisha yetu? Karibu. Tujifunze nini? Tuondoke na kipi? Ziko mamlaka mbili, falme kuu mbili zinazotawala ulimwenguni hapa. Falme ya nuru na falme ya giza, falme ya Mungu na falme ya Shetani. Kila falme ina muhuri wake na kila falme ina utambulisho wake. Utambulisho wa mnyama ni ule ambao tumeuelezea hapo awali, na utambulisho wa Mungu ni Sabato iliyo ndani ya mioyo ya watu, na ndio maana anasema nimeweka sheria zangu mioyoni mwenu. Kama wewe unashika Sabato, you are not on the safe side. Sio kwamba upo salama moja kwa moja na sio garantia ya kwenda mbinguni, hapana, bali ni mpaka ile ishara aliyoitoa Mungu iweze kuingia ndani ya moyo wako, na moyo wako sasa uweze kutolewa kikamilifu. Na unapotolewa kikamilifu, hata mateso yale utastahimili. Kama la zijapo zoruba mateso kwa kanisa, lazima utarudi kwenye chapa ya mnyama. Na kwa upande wa pili, ile alama ya mnyama ni taratibu zote, mienendo yote ya siku ile ya Jumapili inayotoka nje ya ibada kama tulivyoona. Sasa tuondoke na nini? Turudi katika fungu letu la kukariri ambalo tuliliona pale awali, wa Timotheo wa pili sura ya 1 na lile fungu la 7. Isome kwa tafakuri. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kuna vitu vitatu vilivyotajwa hapo. Roho ya nguvu. Nguvu pasipo upendo unaoendelea hapo mbele ni udhalimu, ni unyanyasaji, ni ukatili, kitu ambacho anakifanya Shetani. Nguvu zake anazitumia kwa mateso, kwa kuwa hamna upendo ndani yake. Lakini nguvu inapokuwa na upendo, ndipo mamlaka halisi ya Mungu inavyoweza kuonekana. Ni muweza wa yote, lakini anafanya kwa upendo. Sasa tazama na kitu kinapoishia hapo kwamba na moyo wa kiasi. Mwana wa Mungu, Mkristo, kiasi kisiondoke katika maisha yetu. Waliotangulia walikuwa na kiasi katika mambo yote. Katika mambo ya dunia walitambua kwamba yuko Mungu atawalaye, na ndiyo maana hawakuweza kusujudu, hawakuweza kuabudu, hawakuweza kutumikia. Maishani mwetu zipo sanamu nyingi leo, sio mpaka tu tusubiri ile sheria ya Jumapili itakapotangazwa. Hapana, kitu chochote unachoweza kukitumikia, unachokipatia utii wako wa mwisho, ndiyo sanamu. Inaweza ikawa fedha, inaweza ikawa mali, inaweza ikawa ndoa, inaweza ikawa mwanamke, inaweza ikawa mwanaume. Yoyote yule unayempatia utii wa mwisho, ndiyo sanamu yako. Kwa hiyo chagua hivi leo ni nani ambaye utaenda kwa ujasiri kwake yeye. Kumbuka, Shetani anaangamiza mwili, hatupaswi kumuogopa, ila Mungu anaangamiza roho na mwili pia, lakini anapatia uzima wa milele kwa wale waliotiwa muhuri katika mioyo na vipaji vya nyuso zao. Asante. Na asante sana daktari. Na mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi, hivi ndivyo tunavyoelekea na kuhitimisha kabisa vipindi vyetu hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Katika somo hili la 12 juma hili tulikuwa tunaangalia tunaangalia somo zuri, watangulizi. Na tunapoenda kufunga kipindi chetu hiki, kwa sababu tulianza na Mungu, basi tunamaliza na Mungu. Karibu ndugu Devi uweze kutufungia kwa ombi tunapohitimisha somo letu hili. Basi nikualike ndugu mpenzi mtazamaji, tuweze kufumba macho kwa ajili ya kuweza kuomba. Tuombe. Tunasema asante Mungu wetu wa mbinguni, kwa sababu umekuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi hichi hadi sasa. Jina lako litukuzwe. Tunashukuru Bwana kwa sababu umezidi kutukumbusha, umezidi kutuonesha maisha halisi tukikufuata wewe yatakuwaje. Bwana, changamoto zozote ambazo tutakazozipitia, tunaomba utupatie imani, utupatie uwezo wa kuendelea kulitukuza jina lako licha ya mateso ambayo Bwana tutakuwa tukiyapitia.
Tusaidie tuchague upande uliokuwa sahihi na upande wako, ili Bwana utakapokuja kusimika ufalme wako tuwe pamoja nawe, tuishi pamoja nawe milele. Tunakabidhi kipindi hichi. Mbariki ndugu mpenzi msikilizaji anayesikiliza, wabariki watu wote waliohusika kukiandaa hichi kipindi. Bwana, neno lako likazidi kuhubiriwa ulimwenguni kote. Tunaamini utatenda, kwani tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hivi ndivyo tunavyopiga hatua zetu za mwisho kabisa kumaliza somo hili la 12. Tunakuwa tunaangalia watangulizi, na nikukaribishe katika somo linalofuata, na ulikuwa nawe mtangazaji wako Miriam Mwesau. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo na maandalizi ya kipindi kijacho. Kwa heri kwa sasa, na Mungu aendelee kubariki.